wachezaji pengine kwa namna kama wanachukua pesa kutoka kwa viongozi kwa maana timu pinzani, lakini pia hata kuna baadhi ya timu kubwa hapa nyumbani zinatoa pesa kwa baadhi ya wachezaji ambao wanaenda kukutana kwa timu ambazo wanaenda kukutana nazo za madaraja ya kati. Hii imekaaje sasa? Imekaaje vile vile inaribisha mpira. Kwa ngamba wachezaji wanaharibu mpira sababu viongozi wao wanajitolea kutoa mishahara, wanajitolea kutoa mabonus, kuwasafirisha, kulipa hoteli, na mwisho wa siku kuna wachezaji 1, 2, 3 wenye wanaenda kufanya vitu kama hii. Wanaharibu mpira na mechi iko vizuri, mnaona mechi inakuwa rahisi sababu timu fulani inasaidiwa. Okay? Na ile matimu yenyewe mimi nalaumu ni ile matimu yenyewe iko nalipa wachezaji pesa ya maajabu. Unasikia? Unalipa mchezaji $10,000, unalipa mchezaji $15,000, sign fee ni milioni 200, 300 kwa mwaka. Okay? Eske wewe kiongozi kweli wa ile timu unaweza kuwa na akili ya kwenda kununua mchezaji na kumlipa refa wasaidie sababu ya kufurahisha tu washabiki? Sababu ya kusafirisha washabiki, kila mechi inafaa washabiki wafurahi, wasitulaumu tuine kwa njia yote. Kule hakuna, Morocco hakuna kitu kama hili, Misri hakuna kitu kama hili, South Africa hakuna kitu kama hili. Na unaona matimu inakuwa strong sana, tena sana. Na njoo hapa nadhani tufikie kwa ile hatua. Waache viongozi, acheni lipa mchezaji mamilioni yake, madola yake, ila usikumsaidie tena awine mechi. Unasikia? Sifa ni ya nane. Sifa sio tena ya kusema ni uwezo. Unasikia? Ulaya njoo hivi. Manchi nyingine Afrika ni hivi. Sawa, basi na hapa Tanzania tuingie kwa ile. Sawa, kocha, mimi nataka nikurudishe kipindi ambapo uko Yanga, na moja kati ya kitu ambacho hapo umekizungumza ndio miaka hiyo watu walikuwa kilalamika hivyo kwamba kuna namna kama kuna baadhi ya wachezaji ni kama wachezi kutoka moyoni. Unakuta mchezaji anasajiliwa timu kubwa lakini achezi kutoka moyoni kabisa. Hii ilikuwa inakugharimu kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna kipindi mpaka ukawa unaisemea kabisa. Kuna namna hadi ukawa unatoka mbele na kusemea kabisa wachezaji ni kama hawasimamii kwenye ule utendaji kazi wao. Kitu gani ambacho pia ulikuwa unasimamia hasa wewe kocha? Mchezaji uko yeye kucheza na nani inafuatilia na mentality ya mchezaji, namna gani unamkamatia mchezaji. Unajua kitu kikubwa sana si wakocha wengi walijifunza kikocha. Okay? Kuna wakocha wengine wenye hawana ile possibility ya kukua sa vile mzazi na kuwa coach. Unasikia? Wengine wanakuwa tu matokeo. Coach, mie mchezaji ni hivi, mimi nakukamatia gisi upo, na kuna mchezaji unakamatia mchezaji gisi ipo na namuna akili yake ipo, na wewe sasa coach unaweza kubadilisha ile akili yake kusudi akue na tofauti na nani nyingine. Wachezaji wangapi walipita kwa mikono yangu na walitoka kwa mikono yangu wanaenda fasi nyingine wanaferi. Ni sababu ya ile difference natoka kuambia ya kikoach. Kuna wakocha wengine waangalia mchezaji tu ni coach. Tukamate mfano wa Ajibu. Unasikia? Kufuatana na swala yako. Ajibu ni mchezaji mwenye iko na kitu kikubwa sana. Kenya wachezaji wengi hawana. Okay? Ila anaferi, anaenda Simba acheze, anaenda Azamu acheze, anaenda Singida anacheza leo acheze kesho, anaenda Coastal Union anacheza leo acheze kesho. Wakati mimi niko pale anacheza. Wakati naliondoka acheze tena. Okay, leo anaenda tena wapi? Ajibu iko wapi? KMC. Okay. Mkiangalia mchezaji kama ule na umri wake, alikuwa kipindi mwaka juzi alikuwa na miaka 28. Hapa sasa nadhani anafikia 29 30. Ile 28 ndio iko Coastal Union. 28 wewe hauchezi. Na akili ya mpira uko nayo. Unasikia? Sasa kwa nini? Sababu mentality ya ule mchezaji iko namna gani unapasha wewe coach kuikamatia. Na unaikamatia kwa kusema kama huyu inafuatia nimfuatilie kwa kila siku. Usifuatilie tu sababu anakuja Simba. Bwana, hii ni Simba, tunataka tu matokeo. Okay, unapata matokeo. Angalia level nani uwezo wa mchezaji. Mchezaji mkubwa. Na ndio maana mimi Yanga, wakati niko Yanga nilikuwa nakamatia wachezaji vile. Kwa nini? Kwa sababu najua quality ya mchezaji na najua mentality ya mchezaji. Nampatia Ajibu captain. Kwa nini? Sababu ile tabia yake yenye iko nayo.
akakuwa kiongozi, donc ni lazima afatilie kila kitu kinatakiwa kufanyika. Ajibu alikuwa akafanya mazoezi, tukacheza mechi Jumamosi, unasikia, siku ya mazoezi tofauti, hata siku moja aje, mkafanya mazoezi Jumapili, mkacheza mechi Jumapili, Jumatatu mazoezi hawezi kuya, anagia Jumanne kila siku, unasikia. Sasa ile tabia polepole, anasema huyu mtu kuna nani, kukimbia ataki sana, apende sana kukimbia, or kaliti ya ule mtu, kitu kia kwanza kinataka afanye kila kitu uwanjani